Novemba 19. Jumatano. Mwaka wa 2025, ukumbi wa maombi ambao haudanganyiki, Mathayo 6:33. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Remnant na TCK lazima wajenge ukumbi wa maombi mahali ambapo hawatadanganywa. Katika mlima wa Mizeituni, Yesu alizungumza kwa muda wa siku 40 kuhusu batizani ya kiti cha enzi, safari ya kiti cha enzi na miongozo ya kiti cha enzi inayohuisha kanisa, masomo na hata mahali pa kazi. Bado remnant wengi hawafurahii hili kikamilifu. Kwa nini iko hivyo? Moja, nafsi. Ni kwa sababu wamedanganywa na wao wenyewe. Kuanguka katika imani potofu kuna dhuru, lakini kutojua baraka za Mungu ni mbaya zaidi. Haya ni matendo ya Shetani. Unapohangaika na kupoteza baraka za Mungu, umenaswa katika batizani ya Shetani. Anatumia wanefili na mnara wa Babeli ili kuwaleta watu kwenye uharibifu. Remnant na TCK hawapaswi kudanganywa na wao wenyewe au kwa maneno ya wengine, bali wanapaswa kusikiliza neno la Mungu. Kwa kuwa historia yako ya kweli ni kiti cha enzi, unapoomba, batizani itajengwa kutokana na hili, mashamba yanafufuliwa na misheni ya ulimwengu hufanyika. 2. Uhalisia wa maisha. Ni kwa sababu wamedanganywa na uhalisia wa maisha na ulimwengu. Kwa kufanya hivyo, wanapoteza mtazamo wa kuwa pamoja na ukweli kwamba Mungu yuko pamoja nao katika kila nyanja. Kwa sababu ya watu, wanapoteza baraka za Imanueli, na kwa sababu ya matukio, wanapoteza baraka za umoja. Mara baada ya kudanganywa kwa njia hii, wanapoteza kila kitu. 3. Shetani. Shetani huwadanganya remnant ili wasiweze kupokea baraka za batizan, safari na miongozo ya kiti cha enzi. Anasonga bila kuonekana, akiwakokota watu. Anatokea kama malaika wa nuru, kana kwamba anatoa kitu kizuri. Akiwa mtawala wa ulimwengu huu, anachukua udhibiti bila kuonekana na kuwaongoza katika giza. Remnant na TCK lazima wasidanganywe na matatizo ya sasa. Yusufu kuuzwa utumwani halikuwa tatizo. Remnant waliopelekwa Babeli hata walikiri kwamba kifo chenyewe hakikuwa tatizo. Kama remnant katika Biblia, remnant na TCK lazima sio tu kumpinga Shetani, bali pia wamfanye apige magoti. Ombi la agano. Mungu Baba, acha leo iwe mwanzo wa jambo muhimu na iwe chaguo kuu maishani mwangu, katika jina la Yesu Kristo ninaomba. Amen.